Naam, habari za wakati huu, karibu tena ndugu Mtanzania popote ulipo. Ni wakati mwingine mzuri tunakutana hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Leo Tanzania imekuwa ni moja kati ya habari kubwa mno, ambapo hali ya sintofahamu imeibuka baada ya Captain Tesha, mwanajeshi kutoka shule ya anga ya kijeshi na afisa katika jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, kujitokeza hadharani na kutoa kauli nzito zinazolenga nafasi ya jeshi katika siasa na mustakabali wa taifa la Tanzania. Na imekuwa ni gumzo kwa sababu Watanzania wengi wameweza kuitazama video hiyo, lakini wapo wale ambao wamehisi video hiyo ni ya kutengenezwa kwa mfumo wa artificial intelligence, yani akili bandia. Lakini pia wapo wengi ambao wameikosoa video hiyo pia, kama mwanaharakati Kigogo ambaye kupitia mitandao yake mbalimbali kijamii amejaribu kuchapisha taarifa mbalimbali kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, lakini pia amechapisha taarifa moja ya kwamba mtu huyu ambaye amejifanya ni captain kutoka jeshi la wananchi JWTZ amekamatwa. Tutaangalia hapa kilichoandikwa kupitia peji zake za Kigogo huko katika mtandao wa X, zamani Twitter. Lakini kile ambacho amekizungumza Captain Tesha, ambacho kwa leo imekuwa ni gumzo kubwa Tanzania, akizungumza kwa msisitizo mkubwa, Captain Tesha amesema ameamua kuandika barua rasmi kwa mkuu wa majeshi CDF pamoja na wakuu wake, akieleza kutoridhishwa na mwenendo wa mambo nchini. Katika barua hiyo amesisitiza kuwa anashauri jeshi lichukue nchi ili kuweka mambo sawa, hasa akilenga kwenye eneo la uchaguzi, akitaka jeshi lihakikishe ya kwamba linazuia uchaguzi usifanyike mpaka pale kila kitu kitakapokaa sawa. Katika video hiyo Captain Tesha amesema, sitajali na wala sitaogopa chochote wala yeyote, japokuwa najua hatua za kijeshi kuhusu jambo hili, amesema kwa uthubutu kabisa Captain Tesha. Captain Tesha alielezea pia kutokuridhishwa kwake na namna ambavyo jeshi linavyotumika kwa maslahi ya kisiasa, akisisitiza kuwa uamuzi wa kuzungumza si mwepesi, lakini amejitoa muhanga kwa ajili ya kulikomboa taifa la Tanzania. Imani ya Watanzania ipo kwa jeshi lao, tumebaki imara, japo kuna wanasiasa wanajaribu kulitumia kwa maslahi binafsi. Amezungumza hivyo Captain Tesha, lakini pia wapo watu ambao wamedai ya kwamba huyu sio mwanajeshi. Tutaangalia hapa walicho kiandika wanaharakati kadhaa, akiwemo Maria Sarungi, lakini pia wanaharakati wengi pia wameweza kuchapisha na kudai ya kwamba huyu ni askari wa jeshi la JWTZ. Sasa tukianza na hiki kitu ambacho kinaendelea sasa hivi ni kwamba kwa upande wake nimeshuhudia hapa moja kati ya watu ambao tangu video hii ya Captain Tesha imeweza kusambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, wameweza kuchapisha na kupinga ya kwamba hii sio AI. Moja kati ya watu hao alikuwa ni Maria Sarungi, lakini pia Mange Kimambi kupitia mitandao yake kijamii amechapisha video hii na kuandika ya kwamba video hii ni ya kweli kabisa na sio video ya kutengenezwa, yani video ya AI. Lakini pia Captain Tesha, ukipita kwenye peji ya Mange, amechapisha video hii na kuandika ya kwamba, nasikia kuna sehemu anasema ni AI, sijui ni editing, embu shut up bwana. AI na mtu alikuwa live kabisa, eti sio mwanajeshi nyo. Jamani, huyu ni mwanajeshi nyota 3 na hii ipo confirmed kabisa, yani ni fact na hakuna wakubisha. Details zake ni hizi hapa. Mange akataja details za Captain Tesha. Jina anaitwa John Chazi Tesha, ranki yake au nafasi cheo chake ni captain, intake namba yake ni 58, mwaka 2014, force number P13353. Ni mkufunzi wa zana za anga za kivita katika shule ya kijeshi ya anga SAK Air Wing ndani ya Air Force. Ni hivi,
huyu hatakuwa mjeshi wa mwisho kutoka kufanya hivi. Wanakuja na wengine iwapo kama CCM wataendelea na kampeni zao za kitapeli, huku wakiwatishia wananchi kuwa wasiandamane. Wanajeshi wengine wanajipanga kutoka kama hivi. Yaani ni hivi, mambo ni bol. Wananchi tunaenda kushinda hii mechi mapema mno. Yaani ni hivi, jeshi lenu liko na nyie. Leo kimama atalala na viatu. Huyu ni Mange Kimambi, lakini pia akamtagi hapa Jakaya Mrisho Kikwete. Umefurahi sasa nchi inaenda hivi. Huyu ni Mange ameandika hivyo, lakini pia ameelezea hapa kwa undani zaidi taarifa za Captain Tesha kwamba huyu ni captain na kweli ni mwanajeshi. Lakini pia Mange hakuishia hapo, akachapisha video nyingine ambayo Captain Tesha alikuwa anazungumza kwa uchungu mno kuhusu kifo cha Magufuli. Captain Tesha amesema Polepole alizungumza ya kwamba taarifa za kifo cha Magufuli zilitoka hata kabla ya kifo cha Magufuli, hivyo akihimiza kwamba uchunguzi kwa kina ufanyike kuwabaini wote waliohusika, lakini pia akidai ya kwamba Polepole aliwataja wanamtandao. Hivyo Captain Tesha akamtaja Kikwete pamoja na kundi la CCM wanamtandao ya kwamba wote wakamatwe. Mange baada ya kuchapisha video hii akaandika, Captain Tesha anasema watu hawa wasiruhusiwe kutoroka nchini, lazima wakamatwe. Wa kwanza ni Abdul, mtoto wa Rais Samia. Namba 2 ni Jakaya Kikwete. Namba 3 ni Rostam Azizi. Namba 4 ni Angela Kiziga. Namba 5 ni Mombo wa usalama wa taifa. Ukiangalia wote hawa ni watu ambao Polepole amekuwa akiwataja kupitia mitandao ya kijamii pale ambapo amekuwa akipata nafasi ya kuzungumza na Watanzania. Mange amemalizia na kuandika, mimi naomba niongezee kwa kusema kuwa nchi yoyote itakayowapokea hawa watu hapo juu kuwapa makazi ya ukimbizi, hiyo nchi hatutaki tena mahusiano nayo. Rais na familia yake watakimbilia kati ya hizi nchi mbili, Oman au UAE, yani Falme za Kiarabu. Watanzania, mambo ni moto. Tanzania mpya inakuja. Tujitayarishe uchaguzi wa haki na huru kurudiwa. Tujitayarishe kupata bunge la wananchi tutakalochagua sisi wenyewe, bunge ambalo linakuwa na upinzani na litakalopigania maslahi ya Watanzania. Tujitayarishe kuchagua chama kinachokitaka, chama tunachokitaka na rais tunayemtaka. Watanzania, katiba mpya inakuja, Tanzania mpya inakuja. Mange kasema mwishoni hapa, na niwaambie tu Watanzania kuwa watatoka na wanajeshi wengine kuweka msimamo huu. Huyu hatakuwa wa mwisho wa kuja, na wanajeshi wengine wapo watakuja. Huyu alikuwa ni Mange Kimambi baada ya kuandika vitu vingi sana, lakini pia kuwaelezea Watanzania ya kwamba video hiyo sio ya AI, ni video halisi, lakini pia akitaja vyeo, jina halisi la captain pamoja na vitu vingine vingi sana. Watu wengi wametoa maoni yao hapa. Tuangalie baadhi ya maoni kadhaa wa Tanzania wana maoni gani, halafu tuangalie alichokiandika Kigogo. Lakini pia nimeona hapa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi ameweza kuchapisha video moja ya Captain Tesha akiwa anazungumza na kuandika caption moja, ambapo Watanzania pia wametoa maoni yao kibao. Ni watu wengi wameguswa na hiki ambacho kinaendelea Tanzania. Huyu anasema anaitwa Captain Tesha, hapo Mjeda kasahau kumtaja Bashite. Mwingine akasema kwamba freedom is coming. Lakini pia mwingine akasema kwamba tulioangalia live YouTube ina lisali 1 na dakika 26, ameongea vitu vingi sana. Lakini pia mwingine akasema kwamba Watanzania sasa wameacha uoga. Lakini pia mwingine akasema kwamba dada Mange, rejea posti yako ya tarehe 3 Septemba inayohusu jeshi la polisi kununuliwa. Nilisema Mungu atamuinua mwanajeshi mmoja tu ambaye atatupigania na tutashinda. Hatimaye ametimia. Sasa kazi ni kwetu wa Tanzania tu kuchukua hatua moja mbele, tukaikomboe Tanzania yetu. Unakumbuka leo wakati akizungumza Captain Tesha ametoa onyo kali kwa jeshi la polisi, yeyote yule
ambaye atasubutu kuwazuia Watanzania kupata haki yao ya kuandamana. Kama Mtanzania atapigwa, atapoteza maisha, basi cha mtema kuni atakipata polisi yoyote ambaye atahusika kuwazuia Watanzania. Mwingine anasema kwamba Captain John Charles Tesha Mwamba tumesoma naye O-level Mbweni Sekondari mwaka 2011. Jamaa alikuwa na anakiki sana katika kusoma kwake, hakuwahi kujisumbua na masomo ya art. Alikuwa tayari afeli hayo masomo, lakini sio ya science advance, alipiga PGM, ndo maana ni mkufunzi wa anga. Kuhusu timamu wa akili, jamaa akili zimejaa kweli kweli. Mwingine akasema, ndugu zangu wa Tanzania, naomba tarehe 29 mwezi wa 10 msiniangushe, maana tusipotoka mwenzenu nitafukuzwa kazi, kwa maana mimi nimeweka kazi wazi. Si utaki huu uongozi, ila naona mabosi zangu wako upande wao. Sasa hona hiki ambacho amekiandika hapa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi baada ya kuchapisha hii video ya Tesha. Ameandika hapa neno moja tu, lakini ni neno ambalo lina ujumbe mzito kwamba huenda pia na yeye amekubaliana na hiki ambacho amekizungumza. Mtu huyu ambaye amejitambulisha kwa jina la Captain Tesha, baada ya kuchapisha video hii hapa, akaandika jina lake hapa Mwabukusi, Captain Tesha, na hapa juu kwenye title imeandikwa Deep State, pata ufahamu. Watu kwenye comment pia wameweza kuandika mambo mengi sana. Huyu anasema zimebaki siku ngapi Gen Z, kumekucha, ni kwa mara nyingine tena. Vijana wa Captain Tesha, tafadhali tujuane. Mwamba ana shule sana, yani hapo anasoma group work. Mwamba tumesoma naye O-level Mbweni Sekondari, lina akili sana, advance alipiga science PGM. Lakini pia mwingine akasema kwamba si wanasema ni AI, sasa ndo tunapenda hizi AI. Mwingine akasema kwamba mimi naenda kukaa airport kuwalinda vigogo wasitoroke nchini. Sasa nimejaribu kukupitisha hapa ndugu Mtanzania kwa kila ambacho kinaendelea mitandaoni, lakini pia tuangalie hiki ambacho amekiandika kigogo wa Twitter kuhusu Captain Tesha, akiandika vitu vingi mno. Tutaangalia hapa kimoja baada ya kingine, lakini pia Mtanzania mwenye ufahamu na uelewa utapata nafasi pia ya kushare na sisi maoni yako kwa hiki ambacho kinaendelea Tanzania. Kwanza kitu ambacho ameanza kukichapisha hapa kigogo kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii baada ya Captain Tesha kuzungumza, kwenda live moja kwa moja na umma wa Tanzania kushuhudia kile ambacho amekuja nacho leo. Huyu kigogo, kitu cha kwanza alichokiandika, kwanza alichapisha hapa na kuandika kwamba mwanajeshi gani huyu, eti Polepole na Warioba ni wazalendo? Huyu si captain wa jeshi, sasa anangoja nini kuchukua nchi? Tesha bwana. Ilikuwa ni posti ya kwanza ya kigogo. Akarudi tena na chapisho jingine na kuandika kwamba Tesha ni kanjanja tu, hakunaga mwanajeshi wa hivi JWTZ. Lakini pia nimekuambia kuna posti ambapo kigogo ameandika kwamba Tesha kakamatwa. Kumbuka pia Captain Tesha amesema kwamba endapo hakuna chochote kitafanyika baada ya yeye kuzungumza haya, atarudi tena kuzungumza na Watanzania. Kigogo anaanza na kusema, nimemsikiliza huyu mtu aliyejivalisha nguo za JWTZ na anajiita Captain Tesha. Nimebaki najiuliza maswali mengi sana. Kama hii ndio aina ya wanajeshi wetu, basi tuna wanajeshi vilaza sana kwenye JWTZ. Sijamuelewa anaongelea nini na sijamuelewa anataka nini na alitaka kuongea nini kama ni mwanajeshi kweli. Kwa kifupi alikuwa anajiuma tu na kutajataja watu, sijui Polepole, Warioba, jaji nani sijui. Mchaga Tesha kanifurahisha sana na kanichekesha sana kusema eti kaandika barua kwa CDF kuwa jeshi lichukue nchi. Yani Tesha kwa akili hizi, halafu eti anasomea upiloti jeshini. Basi kama ni kweli yuko JWTZ, naanza kuelewa kwa nini tunapasuka kila siku tunapokwenda kwenye mission za kulinda amani. Hata hapo Kongo tu ambako muuza sabuni za mapapai anafuata risasi na bunduki kwa ajili ya kufanya mauaji ya watu
tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mchaga Tesha anaongelea sijui Jaji Warioba, sijui Polepole mara Jaji Makaramba. Yani kwa kifupi, Tesha anaongelea wanaharakati kuwa ndio watu wa maana sana kwenye hii nchi kwa mtazamo wake. Tesha pamoja na kuwa anasoma alichokuwa anaongea, bado kashindwa kueleweka alikuwa anazungumzia matatizo gani ya Watanzania. Yani Tesha anataka kusema watu wakigomea uchaguzi kwa sababu zao wenyewe. Watu waligomea kutoa maoni yao kwenye mabadiliko ya sheria za uchaguzi, ni watu wa maana sana na wanawasikiliza Watanzania. Tesha anaongelea kuwa eti JWTZ ndio tumaini pekee la Watanzania kwa sasa. Ni lini Tesha aliambiwa na Watanzania kuwa jeshi limekuwa tegemeo lao kwenye mambo yao? Halafu ujinga wa Tesha ni wa kiwango cha bomunda gumu sana. Yani Tesha anaonekana bado ana akili za kitoto sana kuamini kuwa eti jeshi lisimamishe uchaguzi. Tesha hawezi kuwa mwanajeshi wa JWTZ na kuvaa kwake magwanda ya JWTZ sio kigezo cha kuwa mwanajeshi. Wanaharakati wakiongozwa na Maria Sarungi wanahaha sana kuaminisha watu kuwa wakiandamana hiyo tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 kuna wanajeshi watawaunga mkono. Walianza na propaganda za JWTZ, wamemchoka CDF hawamtaki, wakaja na wanajeshi sijui kashika bunduki na uniform analalamika sijui bla bla gani. Tesha ni mpango wa wanaharakati na propaganda kama zilivyo propaganda nyingine kuwavuta mkacheze virungu hiyo tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Hivi kuna sehemu duniani jeshi linataka kupindua serikali linaongea, yani kapteni wa jeshi si ana uwezo wa kupindua serikali. Sasa kwenye mavideo anatafuta nini? Yani eti anaomba CDF jeshi lipindue serikali. Tesha anatakiwa kurudishwa studio upya kwenda kutengeneza hii script upya, maana ni kama imekosewa. Wito ni ule ule kuwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 msijichanganye kuandamana. Hamtakaa muamini kitu mtakacho kutana nacho. Hakuna mtu wa kuzuia uchaguzi na hakuna mtu wa kuandamana. Achilia mbali hao walevi wanaosema watakula wali na tausi wa Ikulu. Hii ni posti ya pili ya Kigogo akimzungumzia Captain Tesha. Akaja pia na posti nyingine ya tatu Kigogo kupitia mtandao wake wa X akizidi kumchambua Captain Tesha kutokana na kile ambacho ameweza kukizungumza leo na umma wa Watanzania. Sasa kwenye posti yake ya tatu Kigogo pia akachapisha picha, akaposti hapa picha ya Captain Tesha wakati akizungumza na Watanzania na kuandika Charles John Tesha ni JWTZ kanjanja, hamkuwa mnasikia. Haya sasa mkamsaidie kashati wa nguvuni huko kwao Ukonga. Charles John Tesha ni JWTZ kanjanja, hamkuwa mnasikia. Haya sasa mkamsaidie kishati wa nguvuni huko kwao Ukonga. Hii nchi haiwezi kuchezewa hivyo kama mnavyodanganyana na kina Maria Sarungi. Eti jeshi lichukue nchi. Mnaota nyie, na endeleeni kudanganyana muone kitu mtakutana nayo tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Na kamalizia hapa kuweka vimoji vya kucheka. Na mwanzoni hapa kaandika kwamba keshati wa nguvuni. Je, anamaanisha ya kwamba Captain Tesha amekamatwa? Huyu ni Kigogo. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yanazidi kutokea. Hiki ndicho alichokiandika Kigogo, lakini pia Watanzania wengi pia wamekuwa wakimchambua na kuchapisha taarifa mbalimbali za Captain Tesha, ambapo wametaja jina lake, ranki yake, intake number, force number na vitu vingine mbalimbali. Leo Tanzania imekuwa ni gumzo kubwa mitandaoni kutokana na hiki ambacho kinaendelea Tanzania hivi sasa. Sasa kubwa ni kwamba tusubirie kuona kitu gani kitatokea baada ya hapo, lakini pia kubwa tuzidi kuona kitu gani kitatokea baada ya hapo. Nimeona pia jasusi mmoja anaitwa Fortunatus Buyobe
wengi tunamfahamu huyu jamaa. Amemchambua pia Captain John Charles Tesha na kuandika intake namba yake kwa upande wake ameandika ni 56 mwaka 2016, tofauti na wale wengine ambao wanaandika intake. Lakini pia ameandika huyu dogo aliingia chimboni akiwa na elimu ya form 6 kipindi kile kabla BSM program hazijaanza. Ilikuwa bogi la form 6 wanapiga MT, kisha baada ya mwaka tu wanavaa star au nyota. John Charles Tesha anashikilia rekodi ya kuwa O mkwaju CDT wa kwanza kabisa kuapishwa na hayati Rais Magufuli. Lakini pia ameandika hapa kwamba taarifa za Julai 22 mwaka 2025 zinathibitisha kuwa Tesha bado ni mpiganaji active, yani chomboni A1 kama mkufunzi wa zana za anga za kivita katika shule ya kijeshi ya anga SAK. Ukimya wa jeshi mpaka sasa tangu Captain Tesha kuongea mtandaoni unaacha jibu moja tu, inawezekana ni maelekezo kutoka kwa wasiojulikana wenye nguvu ndani ya chombo, kwani sheria ya jeshi inatamka kuwa ndani ya masaa 6 tu lazima jeshi litoe kauli kwenye situation kama hizi. Inaonekana hata statement ya Tesha sio yake, bali ameandikiwa asome na waliobariki na wamebariki alichokifanya. Hiki ndicho alichokiandika hapa. Amekiandika hapa nani Fortunatus Buyobe, lakini pia watu wamekuja pia kumrekebisha hapa kwamba huyu sio intake ya mwaka 2016 ni 2014. Lakini anasema kwamba hapa kwamba ukimya wa jeshi mpaka sasa tangu Captain Tesha kuongea mtandaoni unaacha jibu moja tu, kwamba inawezekana ni maelekezo kutoka kwa wasiojulikana wenye nguvu ndani ya chombo, kwani sheria ya jeshi inatamka kwamba baada ya masaa 6 jeshi walitakiwa kutoa tamko. Hivyo tuzidi kusubiria kuona mwisho wa yote haya itakuwa ni kitu gani. Lakini kubwa tuchemo ni yako ndugu Mtanzania, kwa hiki ambacho kinazidi kutokea Tanzania. Hapa tutakuhabarisha kila taarifa kubwa. Endelea kukaa karibu nasi ili usipitwe na vitu vingi ambavyo vinazidi kutokea Tanzania. Kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu, mambo ni mengi sana mpaka siku ya uchaguzi inafika, huenda tukashuhudia vitu vingi sana Tanzania. Kama Mtanzania tuchemo ni yako, na endelea kukaa karibu nasi zaidi kwa taarifa mbalimbali.